nichukue fursa hii kwa heshima, taadhima na kwa unyenyekevu mkubwa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, aliyetuwezesha sisi wote kwa pamoja leo kuwa katika eneo hili kufanya tendo hili la huruma, lakini tendo la kiutu kwa ajili ya kumsaidia mtoto wetu, ndugu yetu Bi Aisha. Niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kuisha kuwasalimu na kumshukuru Mwenyezi Mungu, nitakuwa mtovu wa shukurani na mwizi wa fadhila nisipo kushukuru brother Kisibo. Brother Kisibo, nakushukuru sana. Najua pamoja na kwamba we na Dasi mumeamua kutoa katika fungu lenu la 10 hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na mwezi huu wa Kwaresma kwa ajili ya kutoa matoleo ya kusaidia jamii katika matendo ya huruma, lakini jiji la Tanga lina kata 27, lina mitaa 181, lina watu 393,600, lina kaya 98,870. Lakini umewiwa ukaona basi zawadi hii nipeleke katika kata ya Mzingani, ingawa najua watu wenye naoishi na ulemavu wako wengi na wako kwenye kata nyingi. Nikushukuru sana. Na ni muombe Mwenyezi Mungu akajalize pale mlipopunguza katika hili, lakini Mungu aweke baraka katika kile kilichobaki na muendelee kumkumbuka Mungu katika matendo kama haya, katika kila mifungo inayokuja na hata nje ya mifungo. Niwapongezeni watoto wangu wa field, na nyinyi mkajishika pamoja, ni kwamba ni wanafunzi lakini mkachangia. Huu ndio Utanzania, lakini huu ndio uzazi, huu ndio ulezi. Kwa hiyo niwashukuru, nimefurahi, mumeonyesha utu na mnaonyesha kwamba mnakwenda kufanya kazi za kijamii vizuri. Hongereni sana. Lakini na mimi kwa siku ya leo naomba nitoe futari kidogo. Nimebeba futari pale, nitawakabidhi, lakini masuala mengine nitafuatilia kwa sababu mambo mengine ya kiimani, na sisi katika dini tunaambiwa mkono wa kulia ukitoa, mkono wa kushoto usijue. Kwa hiyo mengine tutayafanya katika mrengo huo. Kwa jina anaitwa Moses Kisibo, ni afisa maendeleo na ni mratibu wa ukimwi halmashauri ya jiji la Tanga. Leo tulikuja hapa kata Mzingani ambapo mstahiki meya ametoa kiti hiki ambacho tumekichangia mimi na ndugu yangu ambao ni Dasi wa Rushoto, anaitwa Joseph Sura, katika kumsaidia binti mwenye ulemavu, ikiwa kama ni mchango wetu kwa kupitia mwezi mtukufu na mwezi wa Kwaresma. Kile ambacho tumekisevu na tumeenda kukitoa. Huyu binti ameiburiwa na binti kwenye programu yetu ya Timiza Malengo, ambayo walikuwa wanapita kwa mtaani kutafuta mabinti na kuwapatia elimu kuhusiana na masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi, masuala ya upimaji, masuala ya ukatili wa kijinsia na masuala ya afya ya uzazi. Sasa katika kutembea kwao ndio akamuibua, na baadaye akanipa taarifa kuhusu binti na mahitaji yake yanayohitajika. Hivyo mimi na ndugu yangu Joseph Sura ambaye ni Dasi wa Rushoto tukaamua kuchangia. Yupo na mwenzetu na atamchangia bima ya afya. Vile tulikuwa na wanafunzi wa field kutoka vyuo mbalimbali hapo idara ya maendeleo ya jamii, na wamechangia mchele kiasi fulani kama kilo 11 kwa ajili ya kuisupport ile familia ambayo inaonekana ni dhaifu ni hali. Hivyo tunapenda kutoa wito kwa jamii kwamba watoto wenye ulemavu wasifichwe ndani. Ukiendelea kuwaficha watoto wenye ulemavu ndani na wanyima haki zao za msingi. Bila yule binti Najma kumuibua huyo binti, ina maana angekuwa bado yuko ndani amekaa. Ni binti mwenye zaidi ya miaka 17 na anaonekana anahitaji. Ni kama vile ulemavu wake umemfanya amedumaa. Kwa hiyo ni shauri wazazi wote ambao wanaishi na watoto wenye ulemavu katika jiji la Tanga na sehemu nyingine nchini, waendelee kuwatoa watu wenye ulemavu wapate matibabu na waendelee kupata elimu, kwa sababu akipata elimu inaenda kuwasaidia na wanaondokana na hali ile ilionao. Kumhifadhi ndani ni kama unamjengea unyanyapaa. Kwa hiyo kwenye mwezi mtukufu na mwezi wa Kwaresma ni watie moyo watu mbalimbali kuhakikisha kwamba tuwakumbuke watu wenye ulemavu. Sio tunakula sisi tu, tunasahau watu wenye ulemavu. Ili uweze kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, wanahitajika watu kama wale kusaidiwa. Hiyo ndio sadaka pekee ambayo nataka kuwatia moyo wenzangu. Jina naitwa Najma Habibu Laiza, ni mwelimishaji katika kata ya Mzingani, yote katika kata zangu zote 7. Kwenye kutembea kata zangu zote 7 nimekutana na binti mwenye changamoto ya ulemavu wa viungo, na hii leo tumekusanyika hapa kwa pamoja kwa ajili ya kumkabidhi wheelchair, na tunashukuru ameweza kupata wheelchair ambayo itakaweza kumsaidia labda kwenye mambo yake mengine, labda kama vile kutembea, kwenda kushirikiana na watu wengine. Kwa majina naitwa Asha Zarani Sharifu, natokea Mzingani. Tunashukuru hapo mwanzo alikuwa na changamoto, alikuwa hajapata kiti, lakini tunashukuru kwa
kwa msaada huu wa leo, kwa kupata kiti, kitamsaidia kwa mahitaji mengi ya hapa na pale, kwa mwendo.